Agano Jipya. Injili ya Yesu Kristo kulingana na Mathayo. Mlango wa 26. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamata Yesu kwa hila na kumuua. Lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Naye Yesu alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia, akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakisema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu akatambua akawaambia, mbona mnataabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amin, nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani, akasema, ni nini utakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapotukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulikuwapo jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amin, nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akamwambia, wajapochukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe. Yesu akamwambia, amin, nakwambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Petro akamwambia, ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa 1? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya 2, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena, akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito.
akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya 3, akasema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake akawaambia, laleni sasa, mpumzike. Tazama, saa imekaribia, na Mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni, twendeni zetuni. Tazama, yule anayenisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja, na pamoja naye kundi kubwa wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiye, mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu Rabi. Akambusu. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye aniletee sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivi ndivyo yalivyopaswa kujiri? Saa ile Yesu akawaambia makutano, je, mmetokea kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku niliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia, nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee. Na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu, akaingia ndani akaketi pamoja na watumishi auone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua, wasiuone, wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baadaye 2 wakatokea wakasema, huyu alisema, naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku 3. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, kujibu neno? Hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema. Lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akisema, amekufuru. Mna haja gani tena ya mashahidi? Tazameni, sasa mmesikia hiyo kufuru yake. Mwaonaje ninyi? Wakajibu wakasema, imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde, wengine wakampiga makofi wakisema, ewe Kristo, tufumbulie, ni nani aliyekupiga? Na Petro alikuwa ameketi nje behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimuona, akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwapo pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndipo akaanza kulaani na kuwapa akisema, simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilosema, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa majonzi.